On trending bwana, kutoka katika ukurasa wa Instagram wa mwanadada ambaye pia ni mfanyabiashara anafahamika kwa jina la Sishikiki, na kama unamkumbuka vizuri, huyu ni mwanadada ambaye aliweza kuingia kwenye trending mara baada ya kuweza kufanya surgery ama upasuaji wa pua na kurekebisha muonekano wake, na akaingia kwenye headline, watu wakamzungumzia kwa wingi na vitu kama hivyo. Sasa leo hii bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuibua mapya kwa kuaddress kufanyiwa kama unyanyasaji, na alichokifanya ni kuweza kumwomba moja kwa moja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana Dr. Samia Suluhu Hassan, kuweza kuingilia kati swala lake ambalo amelitaja kuwa ni la kiunyanyasaji wa kijinsia kwa mtu ambaye amemtaja kuwa na nguvu kubwa, especially serikalini, lakini katika chama. Sikia katika maelezo yake pia akimention chama kimoja cha siasa. Sasa kwenye maelezo yake ameweza kueleza kwamba mtu huyo amekuwa akimfanyia unyanyasaji kwa kuweza kumpokonya ama kumwekea madai ambayo yanaeleza kwamba anamiliki gari ambalo sio la kwake, kitu ambacho yeye mwenyewe amekikanusha. Katika maelezo yake hayo, mfanyabiashara huyo ameweza kumwomba Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuingilia kati, kwa kuwa yeye ndio mtu pekee ambaye anaamini kwa sasa ana mamlaka ya kuweza kuifanya kesi yake hiyo ambayo amehitaji kufika katika ngazi za mahakama kuweza kufikia tamati. Tusiozungumzaji sana, hivi ndivyo ambavyo mwenyewe ameweza kufunguka kwenye sakata hilo ambalo amemshirikisha moja kwa moja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akieleza kwamba anapitia wakati mgumu sana kwa kufanyia vitendo vya udhalilishaji na ukatili. Habari ya Tanzania, greetings. Nimekaa kimya muda mrefu sana, lakini mbona leo ni vizuri nije kuongea. Kuna unyanyasaji mkubwa sana unaendelea dhidi yangu ambao siwezi tena kufumbia macho. Iwaje mtu awe ni mmiliki halali wa mali yake, alafu atoke tu nje mtu atake kuja kumdhulumu huyo mtu mali yake na asiwajibishwe? Iwaje mtu amtake mtu kinguvu na aweze kumnyanyasa na kumtesa kadri anavyoweza na kuna wajibishaji wote unaweza kufanyika? Sije kulipuka. Nimefuata taratibu zote. Nimesha ripoti polisi, na lazima niseme nimepata ushirikiano mkubwa sana kutoka jeshi la polisi. Nimepata ushirikiano mkubwa sana. Sasa hivi ni miezi 4. Kesi yangu iko Oysterbay Police, na sasa hivi kesi yangu imefika Central. Kesi yangu inajulikana. Polisi wamefanya juhudi kubwa sana kupata ushahidi, kupata vielelezo vyote jarada langu likamilike. Polisi wenyewe wanasikia hasira na huyu mtu, kwa sababu amekuwa akimuita kituoni kuja kutoa maelezo, lakini hataki. Amekuwa akifanya kiburi kwa jeshi la polisi. Gari yangu sikupewa. Kabla mtu hajaanza kusema kwamba gari yenyewe ulipewa au ulihongwa, nataka nikanushe hizo habari leo. Gari yangu sikupewa wala sikuhongwa. Nilikuwa na gari yangu Range Rover Evoque, nikaongezea hela, nikanunua gari Discovery 5. Uthibitisho wote, evidence zote zipo polisi. Transaction zote zipo polisi. Hii gari ni yangu. Mimi nina uhalali nayo. Ni gari yangu, ni jasho langu. Iwaje mtu atumie uongo tu wa hapa na pale ili kusudi tu mimi nisipate mali yangu, ili kusudi tu mimi nikubali kuwa naye? Mheshimiwa Rais, nakuja kwako na kuomba, ni wewe tu ndio unaweza ukatoa order huyu baba wajibishwe. Na kuomba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na kuomba mama, ni wewe tu unaweza ukatoa oda yako, huyu baba akamatwe na awajibishwe. Uthibitisho wote upo polisi. Kesi yangu iko Oysterbay Police. OCD Abdalla anaijua, OCS wa Central anaijua. Kila kitu kipo kwenye file langu, uthibitisho wote na ushahidi wote. Huyu baba amefanya vitu vingi sana, vitu vingine siwezi kuongea kwenye kamera. Amekuwa akininyima mali yangu kwa muda mrefu sana, na wala hawajibishwi. Mheshimiwa Rais, gari yangu ni dhamana ya mkopo benki ya CRDB Bank. Ilifika kipindi CRDB Bank wakanipa maagizo mimi kwamba nikalete gari nyingine kama nahitaji kuendelea na mkopo, au nilipe mkopo wao kwa mkopo wote, kwamba gari yangu imepotea tu.
imepotea tu, kama nataka niendelee na mkopo nilete gari nyingine. Mheshimiwa Rais, sikuweza kukubali. Nikasema kama gari ikipotea mimi najua bima inalipa. Gari inapoteaje? Kama bima hailipi basi gari ipo, ikarejeshwe. Iwaje mimi nateseka kiasi hichi? Huyu baba ameshaikuuza habari kwenye media house ya rafiki yake kwamba mimi sina documents halali za mali yangu, za gari yangu, ili kusudi tu popote ninapoenda mimi nisiaminike. Hii inaonekana nimegushi documents. Lakini media hiyo niliwawajibisha na wakaomba msamaha baadaye. Na kuomba nakuja kwa Samia Suluhu Hassan, na kuomba utoe oda yako, huyu baba akamatwe. Anashirikiana na mtu anaitwa Mazini kunipotoshia mali yangu. Mheshimiwa Rais, faili langu lina vitu vingi sana. Kuna taasisi nyingi, kuna benki imekuwa involved, kuna TRA iko involved, kuna vitu vingi sana, kuna crimes nyingi sana huyu Mazini amezifanya na zimegundulika na polisi. Polisi ilikuwa very invested kwenye kesi yangu kwa sababu ilikuwa inahusisha taasisi nyingi, na kuna vitu vingi sana polisi wamevifumbua na vina uthibitisho, lakini uwajibikaji haujafanyika mpaka leo. Nimeshapeleka barua kwa Mheshimiwa Zungu, nimeshapeleka barua bungeni, nimeshapeleka barua makao makuu ya CCM, nimeshapeleka barua kwingi, nimeshapata taratibu zote. Mheshimiwa Rais, nimeelekezwa na polisi fanya hivi, fanya hivi, nimeshafanya kila kitu. Lakini bado uwajibikaji haufanyiki. Mheshimiwa Rais, ni wewe tu umebaki kutatua hili tatizo. ST Bongo, nyumbani kwanza.